Mwanafunzi mpya wa mwaka wa kwanza, Zawadi Mwakalinga, alikuwa mnyenyekevu, mwenye akili nyingi, lakini pia mwenye majeraha ya moyo aliyoyapata alipokataliwa na mtu aliyempenda sana kabla ya kuja chuoni. Siku ya kwanza ya orientation alikutana na Brian Msuya, kijana wa mjini mwenye haiba, mwenye confidence ya ajabu na ndoto ya kuwa mfanyabiashara mkubwa Afrika. Brian alizoea maisha ya starehe, lakini pia alikuwa na upande wa pili. Alikuwa mpambanaji kisirisiri, akifanya hostel zake ili kulipa ada na kusaidia dada zake wawili waliobaki nyumbani. Mkutano wao haukuwa wa kimapenzi mwanzo, kulikuwa na kutoelewana kidogo. Zawadi alimuona Brian kama mtu wa kudandia fursa na wanawake, ilhali Brian alimdharau Zawadi kwa kuonekana msomi mwenye kiherehere na uswazi mwingi. Lakini kadri muda ulivyopita, walijikuta wakivutwa kimoyo na maono yao yakaanza kuungana. Wakiwa chuoni walikutana na makundi mbalimbali. Team Hustle, vijana waliokuwa wakifanya kila njia kupata kipato, kuanzia kuuza vocha, kufua nguo hadi kuuza samaki. Team Life is Short, Sunny, wachekeshaji na maceleb wa Instagram waliokuwa na moto wa kuwa maarufu. Team Ndoto Kubwa, vijana waliokuwa na maono ya mbali, wanasiasa watarajiwa, wasomi wa PhD na innovators. Team Vumbi, kundi la vijana waliopotea kwa starehe, sherehe na tamaa. Zawadi na Brian walijikuta wakisafiri kati ya haya makundi, wakijifunza, wakipotea, wakijipata tena. Upendo wao ulijengwa kwenye misingi ya kusaidiana, kulia pamoja, kucheka pamoja na kusaidiana kuinuka walipoanguka. Lakini changamoto zilikuwa nyingi: mikopo kuchelewa, vishawishi vya mapenzi, mashindano ya mafanikio, kuumizwa na marafiki, ndoto kufifia na wakati mwingine kukaribia kuacha kabisa. Hata hivyo, kulikuwa na jambo moja tu lililowapa nguvu ya kusonga mbele: ndoto zao na mapenzi yao. Hisia zinazidi kuwa moto, changamoto nazo zinaongezeka. Karibu kwenye ulimwengu wa vijana waliogubikwa na ndoto, mapenzi na maisha yenye misukosuko. Zawadi alianza kuelewa kuwa maisha ya chuo hayakuwa tu darasani. Kila siku ilikuwa somo jipya kuhusu watu, maisha na moyo wake mwenyewe. Alijikuta akivutiwa na Brian, jinsi alivyokuwa na roho ya kupambana, japo macho ya watu wengi yalikuwa yakimtazama kama mtu wa starehe. Brian naye alianza kumwona Zawadi kwa jicho tofauti. Si kama yule msichana wa kijini aliyejaa morali, bali kama mtu mwenye dira, mwenye thamani halisi. Kulikuwa na jioni moja kwenye maktaba, wakati umeme ulikatika, na Brian akatoa tochi yake kumsaidia Zawadi kuandika essay. Ilikuwa ni jioni ambayo waliangalia macho kwa mara ya kwanza, na ukimya ukazungumza kuliko maneno yote. Hii chuo ni jungle, Zawadi, Brian alimwambia. Kama hujijui unaliwa. Zawadi alitabasamu kwa uchungu. Ndiyo maana nataka kujijua zaidi kabla sijaliwa. Walianza kukaribiana, si kimwili tu bali kiakili. Walianza kupanga malengo pamoja, kujifunza Kiingereza vizuri, kufanya presentation kwa ujasiri, na hata kufungua club ya vijana wa ndoto kubwa waliotaka kusaidiana kiakili na kihisia. Wakaita Visionary Circle, lakini hakuna safari ya penzi isiyo na vizingiti. Marafiki wa Brian, hasa kutoka Team Lease, walimuonya kuwa Zawadi atamzuia kuenjoy maisha. Wengine walienda mbali zaidi na kumwambia Zawadi, Brian hawezi kutulia na msichana kama wewe, yeye ni wa level nyingine. Zawadi aliumia, lakini hakukubali kuachia. Alijua mapenzi yao yalikuwa zaidi ya maneno ya watu. Wakati huo huo, Zawadi alianza kupotea kidogo darasani. Alizidi kutumia muda na Brian na juhudi zake za mwanzo zikaanza kupungua. Dogo mmoja wa Team Hustle anayeitwa Choka Mbaya alimwambia, msomi anapotembea sana na mwanabiashara, mojawapo lazima abadilishe ndoto. Swali ni nani? Brian naye alianza kukosa focus kwenye hustle zake. Alizidi kufikiria Zawadi. Mapenzi yao yalianza kuwatetemesha kama tetemeko la ardhi. Penzi lilikuwa tamu, lakini pia hatari. Swali kubwa linabaki: je, upendo unaweza kuwa msukumo wa ndoto au ni mzigo unaofisha malengo? Maisha ya chuo ni jukwaa la ndoto na majeraha. Mapenzi haya ni moto usiochagua pa kuwaka. Penzi lilipoanza kunukia kama mua, nilijua najiharibia. Nilihisi kila kitu. Ryan aliponiangalia, nilianza kuandika jina lake pembeni ya daftari langu kama mtoto wa darasa la 7. Niliweka picha yake kwenye wallet nikidai ni kwa sababu alinitumia kwenye group discussion. Uongo, nilimtaka karibu. Zaidi ya hapo, usiku mmoja tulikuwa maktaba, kila mtu alikuwa kimya, lakini macho yangu ilikuwa yakimuiba kila baada ya dakika 2. Alikuwa amevaa shirt ya rangi ya jivu iliyoandikwa Built from Hustle. Na hiyo sentensi ilinihusu pia. Tofauti ni kwamba mimi nilijengwa na matumaini. Unaniangalia sana, aliniambia bila hata kugeuka. Ni kosa,
Niliuliza kwa sauti ya chini, sauti ya mtu anayejua anapotea lakini hajali tena. Hapana, ila ukiniangalia sana nitaanza kukuota, alisema huku akitabasamu, ile tabasamu yake ya kushoto tu, ile ya hatari. Nakumbuka ile usiku tulienda kutembea karibu na Block C. Kelele za wanafunzi zikawa mbali kama ndoto za jana. Tulikaa kwenye ukuta wa nje tukatazamana bila haraka. Unajua kuna kitu nakiona kwako, aliniambia. Nini? Upo fragile ila hujitambui. Nilihisi kama amenivua nguo mbele ya upepo. Hakuna aliwahi kuniambia maneno hayo, na kwa mara ya kwanza sikutaka kujifanya nipo sawa. Nilimwambia, wewe unavaa maski ya utani lakini ndani yako kuna kilio hakijawahi pata nafasi ya kulia. Tulikaa kimya. Sekunde zikaongezeka. Akasema, wewe si wa kawaida, sitaki kukupoteza. Na hapo ndipo alipoegemea mabega yangu. Baridi ilipita lakini moto wa moyo wangu ulibaki. Nilijua najiharibia, lakini moyo wangu haukusikiliza akili yangu. Mapenzi haya yalikuwa kama sumu ya polepole, tamu yenye ladha ya hatari. Kuna siri kubwa inakuja, siri ambayo itatikisa imani yao na kuonyesha kuwa mapenzi ya chuo hayachezewi. Sikutaka kumuumiza, hilo la kwanza, lakini maisha hayajali unachotaka. Hayasikilizi moyo, hayafanyi mzaha na mapenzi. Yalikuwa yameanza kunivuta upande mmoja, ndoto zangu, hostel zangu, familia yangu, na sasa kanisa. Msichana ambaye hakutaka pesa yangu wala sifa zangu. Alitaka mimi, nilivyo kweli. Siku moja nilichelewa kwenye presentation ya Visionary Circle. Kanisa alifanya kila kitu peke yake. Alichora, aliandaa, akasimama mbele ya chumba kilichojaa vijana waliokuwa na njaa ya mafanikio na akasema, kama huwezi kusimama kwa ndoto zako, utatembea kwa kesho yako. Nilimsikia nikiwa nje. Nilichelewa si kwa sababu nilitaka, bali kwa sababu nilikuwa kwa aunti wangu. Aliniita kwa haraka, kumbe mama alikuwa amelazwa. Moyo wangu ulikuwa kwenye vita mbili, kule Morogoro kwenye kitanda cha mama na hapa chuo kwenye moyo wa kanisa. Baada ya presentation nilimfuata. Alikuwa kwenye korido za admin block, ameshika faili na daftari lake la ndoto. Aliniangalia, macho yake yalikuwa na swali moja. Kwani sikutosha? Nilimshika mkono. Najua sikufika. Najua hukustahili kubeba hiyo circle peke yako. Ila kuna kitu hujui. Kitu gani? Aliuliza. Nikavuta pumzi. Kisha nikamwambia, kabla sijakutana na wewe kulikuwa na mwingine. Aliyeyuka mbele yangu. Kunyamaza kwake kulikuwa kama kelele zilizonigonga kichwa. Hakusema kitu. Aligeuka na kuondoka. Yule mwingine hakuwa wa sasa, alikuwa ex wangu, Maya. Aliniacha siku nilipofilisika, akarudi tena baada ya kusikia nina gigs nyingi. Hakuwahi niambia kuwa alikuwa na mimba. Alisema mimba ni yangu, sikuwa na uhakika. Lakini nilimpa pesa na sikumwambia kanisa. Siri hiyo ilinichoma, na sasa ilimchoma yeye pia. Siku 3 hazikupita. Nilimwona kanisa akisoma kitabu karibu na mti wa mwarobaini, sehemu tuliyokuwa tukiita eneo la amani. Siku hiyo macho yake hayakuwa ya kawaida. Hayakuwa na hasira, yalikuwa yamechoka kupenda. Niliamini wewe, alisema bila kuniangalia. Nami bado nakupenda, nilijibu. Alicheka, ile kicheko cha kuumia. Mapenzi hayatoshi kama yanabeba mizigo ya jana, alijibu. Kisha akaondoka. Lakini swali lililobaki, mapenzi yao yanaweza kupona? Au ndoto za kila mmoja zitawavua mioyo walizojaribu kuunganisha? Mchezo unabadilika. Hisia zinakuwa nzito, mtu mpya anaingia kwenye maisha ya kanisa, mtu ambaye hajui kucheza na moyo wa mtu. Nilijitahidi kumsamehe. Nilijaribu kupuuza kila kitu kilichonifanya niwe na machozi ya ndani kila usiku, lakini moyo hauwezi kulazimishwa. Si kwa siri kama ile. Si kwa mtu kama Ryan. Niliamua kujiweka mbali. Ndipo alipoingia Neo, mwanafunzi wa mwaka wa pili, aliyekuwa kimya kama kivuli lakini na akili kama moto wa gesi. Alikuwa mmoja wa waanzilishi wa Visionary Circle, lakini hakuwa mtu wa kelele wala sifa. Aliandika makala zenye msukumo kwenye blog ya chuo na wanafunzi walimuita mwanafalsafa wa kisasa. Siku moja nilikuwa naandika makala kuhusu wanawake na uthubutu wa ndoto, nikakwama. Neo aliketi karibu bila kusema neno. Akanipatia kitabu kidogo chenye jalada la ngozi, akasema, usijisukume kuandika kwa sababu unataka kukimbia maumivu, yaandike. Alitulia, akaondoka. Hakuniuliza kama nimeachwa au kama moyo wangu umejeruhiwa. Aliheshimu kimya changu, alielewa. Nilianza kumkaribia polepole. Kama mtu anayetembelea ardhi ya barafu kidogo kidogo kwa hofu ya kuvunjika. Neo hakuwa kama Ryan, hakuwa moto. Alikuwa kama maji ya utulivu lakini yanayochimba mawe kwa uvumilivu. Na kisha Ryan akarudi. Alinifuata nje ya darasa siku moja akiwa ameishiwa kabisa. Uso wake haukuwa na tabasamu. Alikuwa mtu anayepoteza kitu anachokipenda akijua kabisa hajui namna ya kukirudisha. Kanisa, bado nakupenda. Niko tayari kufanya lolote, uanzie upya, nikuamini tena. Nilimtazama kwa sekunde 10, ndefu kuliko saa.
Kisha nikasema, upendo haujengi nyumba peke yake Ryan, msingi ni imani, na wewe uliubomoa. Alichoka, aliondoka polepole akivaa tabasamu la kujilazimisha, lakini macho yake yaliandika somo la maumivu. Neo aliendelea kuwa upande wangu, hakujilazimisha, hakuomba nafasi, alikuwepo tu. Hadi siku moja aliniambia, sijui kama nitawahi kuwa Ryan, lakini naweza kuwa Neo, mtu anayekusikiliza, anakutazama na hakupotezi. Kwa mara ya kwanza moyo wangu ulihisi utulivu kuliko moto. Lakini swali linabaki, je, utulivu unatosha kumfanya Kanisa asahau ule moto wa mapenzi ya Ryan, au kuna nyota moja bado inang'aa upande wa kale? Mikopo ilichelewa. Tena si siku moja wala mbili, wiki mbili. Maji yakakatika, chakula kilipungua, na giza likawa rafiki wa kila jioni. Nilikaa kwenye kitanda cha hostel nikiwa nashika simu ambayo ilikuwa na 3% charge. Message ya mwisho kutoka kwa Kanisa ilikuwa ya wiki iliyopita. Nahitaji muda. Na muda ulimgeuza. Niliwaona pale chini ya mti ule tuliowahi kukaa. Neo alikuwa amemshika begani kwa heshima, lakini ulikuwa mguso wa mtu anayemjali. Kanisa alicheka kicheko kile ambacho nilikuwa nikitafuta kwenye ndoto zangu sasa. Alikuwa huru, lakini si nami. Mimi nilikuwa kivuli cha kile nilichokuwa. Hostel zangu zilishuka. Hakuna concentration darasani. Nilianza kurudia midundo ya rap yangu kwa woga. Nilipotea. Si kwa sababu ya yeye tu, ila kwa sababu nilimruhusu kunijenga haraka kuliko nilivyojua. Siku ya mitihani ya kwanza nilichelewa. Nilifika na makaratasi yangu yakiwa yamelowa na jasho. Kwenye corridor nilimwona tena Kanisa. Safari hii hakukwepa macho yangu. Alinisogelea. Ryan, najua hujawa sawa, lakini tafadhali usijiachie. Kama bado unajali, mbona unaendelea mbele? Alichukua daftari lake akanikabidhi. Soma ukurasa wa mwisho. Nilipofungua, nilikuta maneno haya. Nilikuamini. Nilikuogopa. Nilitegemea usiwe mwanzo na mwisho wa kila kitu. Lakini Ryan, moyo wangu hawezi kukungoja daima. Maisha hayaachi kusonga. Aliniacha na karatasi hizo mkononi. Na hapo ndipo nilipoamua, si kwa sababu ya yeye bali kwa sababu ya mimi. Sikuwa na uhakika kama nitarudi kwenye moyo wake. Lakini nilijua, lazima nirudi kwenye moyo wangu mwenyewe. Nilikaa chini, nikaanza kuandika kuhusu huzuni, mapenzi na ndoto. Niliita barua kwa msichana aliyeniokoa na kuniacha. Nilituma kwenye blog ya chuo usiku wa kuamkia mtihani wa pili. Na kesho yake, Kanisa alinitafuta. Ambapo blog moja inapovuja, maisha ya watu watatu yanabadilika. Mapenzi yanapambana na heshima, na Kanisa anapaswa kuchagua moto unaowaka au mwanga unaoangaza. Blog ilivuma kuliko nilivyotarajia. Barua kwa msichana aliyeniokoa na kuniacha ilisambaa kwenye WhatsApp group zote, Visionary Circle Team Lice, hata kwenye group la wanafunzi wa first year. Nilijua aliyeandika ni Ryan hata kabla sijafika mwisho wa sentensi ya kwanza. Ulinifundisha kuwa upendo si zawadi ya maisha, bali somo la moyo. Uliponiondoka, kuumia kwa sababu uliondoka. Niliumia kwa sababu nilijua hujui kama bado nipo pale pale, nikikusubiri upone. Nilishika simu kwa nguvu, nikatulia. Neo aliingia chumbani akiwa na karatasi za revision. Alinitazama, macho yake yakasoma mabadiliko usoni mwangu. Umemwona Ryan? Aliuliza kwa sauti ya asiogopa ukweli. Nimeona maandishi yake, nilijibu. Neo alikaa pembeni. Kanisa, sitaki ushindwe kuchagua kwa sababu ya huruma. Wote tunakupenda, lakini usijidanganye kwa sababu ya kumbukumbu. Tafakari mwangaza, sio moto. Kimya. Ukweli ni kwamba Ryan alinifanya nihisi maisha kwa haraka, kwa moto, kwa tamaa. Lakini Neo alinifanya nihisi amani, kwa utulivu, kwa heshima na kwa ukimya uliojaa uzito. Lakini mtu hafanyi chaguo kubwa hivi bila kushikwa na hofu. Usiku ule nilikaa peke yangu nikiandika jina lao wawili kwenye karatasi. Nikachora mduara katikati. Halafu nikajiuliza, mimi ni nani bila wao? Na hapo ndipo niliamua kufanya kitu ambacho hakuna mmoja wao alikitarajia. Siku ya kuwasilisha project ya mwisho ya Visionary Circle, nilisimama mbele ya wanafunzi wote, chuo kizima kikiwa kimetulia. Ryan na Neo walikuwa wote pale, kila mmoja akiwa upande wake. Niliingia jukwani na kusema, kwa muda mrefu nimekuwa nikiitafuta kupitia watu. Kupenda si kosa, kuumizwa si mwisho. Lakini leo nimechagua ndoto zangu kwanza. Nimechagua kujijenga, si kwa hofu ya kupenda tena, bali kwa nguvu ya kujua mimi ni nani. Nilimaliza presentation, kisha nikawaambia wote wawili, na washukuru kwa kunifundisha mapenzi kwa njia mbili tofauti, lakini nitaendelea na safari yangu pekee kwa sasa, si kwa hasira, bali kwa uhuru. Wote walinyamaza. Ryan alitabasamu kwa uchungu, Neo alitikisa kichwa kwa heshima, na mimi nilitembea nje ya ukumbi, nikihisi upepo wa uhuru ukinipulizia uso kama baraka. Lakini hii si mwisho. Mwaka mpya wa masomo unakuja. Watu wanabadilika.
Na moyo wa binadamu si rahisi kutabiri, si wa Ryan, si wa Neo, wala wa kanisa. Mtu ambaye hakuwa anasemwa sana tangu mwanzo, rafiki wa karibu wa kanisa, anavunja ukimya. Nilikuwa kimya kwa muda mrefu. Niliona yote, nikasikia mengi, lakini nilichagua kutosema. Kwa sababu marafiki wa kweli husema wakati sahihi ukifika. Na muda huo ulikuwa umefika. Kanisa alikuwa rafiki yangu wa kweli. Tulikula mihogo hostel ya uwanjani, tukalia pamoja siku alipokosa ada, na tulitumia nguo moja kwenye interview ya internship. Lakini sasa alikuwa amezama kwenye ulimwengu wa mapenzi ambao ulinisukuma pembeni. Na si hayo tu. Neo si mtu alionekana kuwa. Nilikutana naye mwaka jana kwenye group la kisomi na akanifata inbox, sio kwa mapenzi bali kwa partnership ya app ya elimu tuliokuwa tukitengeneza. Aliniamini. Tukafanya kazi pamoja hadi nikamjulisha kila kitu na kila mtu. Nilimweleza kuhusu kanisa. Ndio, kabla hata hajaanza kumkaribia. Na bado akamwendea kimya kimya. Niliumia. Sikusamehe. Nilikaa kimya, lakini niliapa kitu kimoja. Sitamruhusu acheze na moyo wa rafiki yangu kama chessboard. Hivyo ndivyo nilivyoamua kuanza kuchunguza historia ya Neo, watu aliowahi kuwa nao, na siri kubwa sana aliyokuwa akiificha. Nilipata screenshot. Neo alikuwa kwenye uhusiano wa siri na lecturer mmoja wa chuo, ambaye ndiye aliyewasaidia kupata grant ya Visionary Circle. Kwa haraka, kila kitu kilikuingia kwenye mstari. Je, mapenzi yake kwa kanisa yalikuwa ya kweli au njia ya kulinda uso wake mbele ya jamii ya chuo? Alikuwa na nguvu, ushawishi na sasa moyo wa kanisa. Siku moja nilimuita kanisa chumbani kwangu. Nina kitu lazima uone, nilimwambia. Kitu ambacho kinaweza kukuokoa au kukuumiza zaidi, lakini ni lazima ukijue. Nilimwonyesha screenshots. Saudio. Ushahidi wa mawasiliano ya Neo na lecturer huyo. Ujumbe mmoja ulikuwa umenitumia ujumbe usiku wa saa 7, Neo akiandika, mara tu nikimweka karibu, kila kitu kitakuwa laini. Grant itapita, connections zitasimama. Kanisa alitulia kwa sekunde 5. Halafu macho yake yakabadilika. Alinichezea, aliuliza kwa sauti ya utulivu wa dhoruba inayokaribia. Sijui kama alikupenda au alikuhitaji tu, nikasema, lakini ukweli ndio huo. Sasa, kanisa anarudi kwenye jukwaa. Sio kama mpendwa, bali kama msichana mwenye sauti, nguvu na kisasi cha haki. Kanisa anaanzisha harakati mpya, Truth Circle, na anaanza kwa kumwanika Neo mbele ya hadhira ya chuo zima. Mapenzi, usaliti, nguvu na msukumo wa kutafuta ukweli sasa umefika kileleni. Nilichokuwa nikihitaji kila siku sio upendo wa Ryan au Neo. Nilichohitaji ni ukweli. Ukweli ambao umekuwa ukinificha kwa muda mrefu, ukweli ambao umekuwa unajiandika kwenye kila hatua yangu, lakini sikutaka kuusoma. Siku ile nilikuwa nimejizatiti. Nilijua ni wakati wa kutenda, sio kwa hasira, bali kwa haki yangu ya kujua. Niliachana na woga. Nilijua kuwa lazima nifanye jambo moja ambalo lisingeisha tu na kusahau. Nilikuwa na haki ya kujua. Siku ya harakati ilifika. Nilikusanya wanafunzi wote kwenye uwanja wa chuo kama sehemu ya Visionary Circle, lakini nikiwa na lengo moja tu, kuweka ukweli wazi. Neo alijua jambo linakuja, lakini hakujua ni kitu gani. Aliingia kwa ujasiri wa kawaida, akivaa suruali yake nadhifu, akijua kuwa yeye ni mfalme wa heshima ya Visionary Circle. Lakini leo alikuwa mfungwa wa ukweli. Neo, nilimuita kwa sauti kali, sauti iliyokuwa imesheheni maumivu ya miezi mingi. Leo ni mwisho wa mchezo wa kujifanya. Sitaki tena kuishi kwenye kivuli cha uongo. Nimesoma, nimejua, na sasa nipo hapa mbele yenu. Nilimwonyesha kila kitu, screenshots, sauti, meseji zilizokataa kuficha ukweli. Alikuwa akicheza na mioyo yetu na sasa alikuwa akicheza na hatima ya wengi. Neo alishtuka, lakini alijua hakukuwa na kurudi nyuma. Alijua nilikuwa nimekamatwa na ukweli, na kama vile alivyotumia hila zake, alijua kuwa sasa alikuwa mbele ya Truth Circle, mizunguko ya maumivu ambayo hakuna aliye tayari. Niliweka watu wote kwenye mpango kanisa. Neo alijibu huku akijaribu kujizuia. Nilifanya kila kitu ili tupate ushindi, ili Visionary Circle iweze kuendelea. Niliwahi kusema kuwa mapenzi ni ngumu, lakini huu ndio ukweli. Nilihitaji moyo wako na nguvu zako, lakini ilibidi nipitie njia hii. Nilikuwa ni sehemu ya mchezo wako? Niliuliza, sauti yangu ikiwa imejaa maumivu. Niliamini kile kilichonifanya niende mbele. Nilikufanya kuwa sehemu yangu, lakini ulikuwa unacheka nyuma yangu ukiwa na mikono yako chafu. Wakati huo, kila macho ya wanafunzi walikusanyika kutazama tukio hili la kihistoria. Neo alijua kuwa ulimwengu wa chuo umebadilika kabisa. Unajua nini? Niliongea kwa hasira. Nilikosea, nilikubaliana na upendo wako bila kujua unaniweka kwenye ulimwengu wa udanganyifu. Lakini si leo. Leo ni mwisho wangu na wewe. Si kwa kumchukia, bali kwa kuchagua ukweli wa kile nilichofanya. Nilielekea kwa Ryan, ambaye alikuwa amekalia pembeni,
akiona tukio hili likizidi kuwa gumu na la kupendeza. Alisimama, akajua kuwa hiki kilikuwa ni kipindi cha mwisho cha hadithi yetu, lakini ilikuwa na nafasi mpya ya kuandika ukurasa mpya. Ryan, nilimwambia kwa sauti ya utulivu, nashukuru kwa kuwa sehemu ya safari yangu, lakini ukweli una makubwa zaidi ya mapenzi ya zamani. Sikuweza kuchagua kati yako na Neo kwa sababu nilikuwa nikiishi kwa kuzingatia kifo cha mapenzi ya zamani. Sasa nitaandika tena. Alijua kuwa nikiwa na nguvu hii nitakuwa na ndoto yangu. Nilikuwa na nafasi mpya. Ulimwengu wa kanisa umejengwa upya. Alikuwa ameacha maumivu, lakini pia alijua kuwa ndoto za kweli zilikuwa mbele yake. Nilikuwa nikitembea kwenye barabara ya peke yangu. Nilikuwa na nafasi ya kuchagua kila jambo kwa njia yangu mwenyewe. Mapenzi yanaendelea, lakini si kwa nguvu ya wapenzi wa zamani, bali kwa nguvu ya mtu anayemjua vizuri zaidi, moyo wake. Basi, tuendelee na safari ya kanisa, ambapo sasa mabadiliko ya kweli yanakuja kwa nguvu kubwa. Hadithi hii inataka kuonyesha si tu mapenzi, bali pia nguvu ya kujitambua, ujasiri na kupigania haki yako. Si tu kwa wengine, bali pia kwa nafsi yako mwenyewe. Tunapozungumzia kuhusu hatima ya kanisa na maamuzi yake mazito. Nilibaki peke yangu baada ya kuondoka kwenye uwanja wa chuo. Walikuwa wamesimama, watu wakiwa wanatazama kwa mchanganyiko wa mshangao, hasira na tahadhari. Lakini haikuwa mwisho. Ilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa. Nilijua kwamba sasa nilikuwa na nafasi ya kujenga upya. Nilikuwa na ndoto yangu, lakini pia nilijua kuwa sio kila mtu atakuwa tayari kuikubali au kuikubali njia yangu. Nilikuwa nikipitia mabadiliko ambayo wengi hawakuwa tayari kwao, lakini moyo wangu ulijua kuwa nilikuwa kwenye njia sahihi. Nilimwacha Neo na Ryan nyuma yangu kwa sababu nilijua kuwa mimi sio wa kutegemea mwingine tena kwa furaha yangu. Nilijua kuwa ni wakati wa kutafuta furaha yangu mwenyewe bila kutegemea mtu mwingine kuwa mwanga wangu. Nilikuwa nikifanya kazi kwa bidii kwenye Visionary Circle na kwenye project yangu mpya, Empowerment Through Truth. Wanafunzi walikuwa wakijitokeza, walikuwa wakiunga mkono harakati yangu ya kusimamia ukweli. Tulikuwa tukifanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha kuwa elimu na ukweli ungetawala, sio udanganyifu na hila za nyuma. Lakini wakati huu mtu mwingine alijitokeza, mwanafunzi mjasiriamali ambaye alichukua nafasi katika maisha yangu kwa njia isiyotarajiwa. Alikuwa amekuja kwa ajili ya kusaidia kueneza harakati yangu ya Truth Circle, lakini aliingia na nguvu na ushawishi mkubwa. Alikuwa na nguvu ya kutufikisha mbali, lakini pia alionekana kuwa na siri ya ajabu. Nilijua tu, nilikumbuka hisia zile za zamani, kujiamini na kuwa na ndoto, lakini pia kujua kuwa maisha hayana hakikisho. Nash alijua kuwa nilikuwa na shauku ya mabadiliko, na alijua kuwa anaweza kuwa sehemu ya hiyo safari, lakini alijua pia kuwa nilikuwa na maumivu ya zamani ya Neo na Ryan. Kanisa, alisema Nash wakati mmoja, akinitazama kwa macho yenye shauku. Unajua kuwa hatuwezi kufika mbali bila kuwa na ushirikiano na watu kama Neo na Ryan. Wewe ni kiongozi, lakini kila kiongozi anahitaji timu yake. Tunahitaji ushirikiano huu kwa nguvu ya ukweli, lakini pia kwa nguvu ya mapenzi. Nilitabasamu kwa uchungu. Alikuwa akijua vizuri alichokuwa akisema. Lakini moyoni mwangu nilijua kuwa ni wakati wa kuchukua uamuzi mwingine. Huu ulikuwa wakati wangu wa kutafuta hatima yangu, si kwa kujitosa kwenye dunia ya uhusiano tena, bali kwa kujenga kwa ujasiri njia yangu mwenyewe. Nilijua kuwa hatima yangu ilikuwa kwenye mikono yangu. Siku moja nikiwa na Nash, tuliandaa kongamano kubwa la vijana wa chuo. Lengo letu lilikuwa kutoa mafunzo na kuhamasisha wengine kutafuta ukweli na kutokubali kudanganywa na hila. Tulizungumza kuhusu haki, kuhusu kuwa na sauti katika jamii na kuhusu kupigania ndoto yako. Mzee wa chuo alikubali kushirikiana na sisi. Wanafunzi walikuja kwa wingi wakijua kuwa hii ilikuwa ni nafasi ya kujenga mazingira bora kwa ajili ya mafanikio yao. Kwenye jukwaa nilizungumza kwa moyo wa kujitambua. Tunapokuwa na ukweli, tuna nguvu. Lakini nguvu hii sio ya kumtesa mwingine, bali ya kujenga dunia bora zaidi. Na mimi, kama kiongozi, siwezi kuwa na hofu tena. Moyo wangu uko huru. Hii ni safari yangu na ninyi ni sehemu ya safari hii. Nilipomaliza, nilikumbuka jinsi nilivyokuwa nikiteseka nyuma ya maumivu ya Neo na Ryan. Lakini sasa nilikuwa na maamuzi, nilikuwa na nguvu ya kutambua kuwa kila hatua yangu inategemea mimi mwenyewe. Kanisa aliona mapenzi, aliona maumivu, lakini alijua kwamba mwisho wa kila kitu si maumivu, bali ni safari ya kujitambua, kujenga, na kuwa na nguvu ya kupigania haki yako. Hadithi ya kanisa hakuwa mwisho wa mapenzi tu, bali ni mwanzo wa kuchukua hatima yake mwenyewe.
Alichukua nafasi ya kuwa kiongozi si kwa kutegemea wapenzi wake wa zamani, bali kwa nguvu ya ukweli na ndoto yake. Lakini hakika maisha yanaendelea. Hadithi ya kanisa ni ya kuvutia, ya kusisimua na yenye nguvu. Hii ni hadithi ya vijana wanavyopigania malengo yao, wanavyoshinda maumivu na wanavyokuwa viongozi wa jamii.